Baada ya Kanali David Ojok kutangaza kupitia redio Uganda kuwa utawala wa nduli Idi Amin Dada umeangushwa rasmi nchini humo, siku iliyofuata Idi Amin alikanusha kupitia redio Uganda, lakini akitangaza kutokea mahali fulani magharibi mwa nchi hiyo, labda kwa kutumia mojawapo wa magari ya matangazo ya redio alionunua kwa gharama kubwa wakati utawala wake. Profesa Yusuf Lule naye alitangaza serikali yake akiwa mjini Dar es Salaam, na wakati hayo akitokea uporaji ulitia fora mjini Kampala. Haya ni makala maalumu ya Nyufa za Kanda, na hii ni sehemu ya 5 ya Operation Chakaza iliyotangazwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwaka 1978 ili kuondoa utawala aliyekuwa kiongozi wa Uganda siku hizo, Idi Amin Dada, ambaye alivamia Tanzania na kuzua vita vya Kagera. Mimi ni Awadhi Rashidi. Ingawa ilitazamiwa kuwa baada ya Uganda kukombolewa mambo yangekuwa shwari, hali ilikuwa tofauti na matarajio, kwani uporaji ulianza na kisha kuenea maeneo yote, hususan katika mji mkuu wa Kampala. Waporaji walionekana wajasiri sana na waliingia mitaani mapema Jumatano ya Aprili 11 mwaka 1979, pamoja na kwamba bado kulikuwa na milio ya risasi na mabomu katika mitaa ya Kampala, na wanajeshi wa jeshi la kuikomboa Uganda walielekezwa kumpiga risasi mtu yoyote aliyekuwa mitaani ambaye hakuwa amevaa sare. Kufikia jioni ya siku hiyo, ikawa imeshakuwa kawaida kuona makundi ya waporaji wakitembea mitaani, huku wakibeba mikononi na vichwani mwao mali walizopora. Kabla giza lijaingia, mitaa mingi ikawa imefurika watu kiasi kwamba hata magari yalishindwa kupita. Maeneo yaliyowavutia zaidi waporaji ni nyumba zilizokimbiwa na maafisa wa Idi Amin, lakini baada ya kumaliza kupora katika nyumba hizo walihamia na kwenye maeneo mengine. Askari wa Tanzania walibaki wakitizama hali inavyokwenda, lakini Luteni Kanali Benjamin Msuya alikerwa na hali hiyo, na ingawa aliona ni lazima afanye chochote, hakuwa na namna kuweza kuzuia hali hiyo uporaji, hata kama ni kwa kufyatulia risasi waporaji hao, kwa sababu kwa kufanya hivyo askari wake wangelazimika kuwafyatulia risasi idadi kubwa raia. Jambo ambalo Msuya hakulitaka ni kujenga chuki kati ya raia wa Uganda na askari wake, na aliwaamuru askari wake kuwasaidia raia kuingia katika majengo ili kuweka vizuri mali zilizokuwamo, lakini hali ikawa kinyume chake. Askari wa Tanzania walipovunja mlango wa mojawapo ya maghala mjini Kampala lililokuwa karibu na njia ya reli, walikuta kulikuwa na hifadhi kubwa ya sukari. Kwa kipindi cha takriban mwaka mmoja hivi kulikuwa na uhaba mkubwa wa sukari nchini Uganda kabla vita ya Kagera kuzuka. Kwa mujibu wa jarida la New Africa Yearbook, kutokana na vibandiko vilivyokuwepo kwenye mifuko iliyofungasha sukari hiyo, Idi Amin alikuwa akisafirisha kwenda Libya kwa kubadilishana na silaha zilizotumika katika vita ya Kagera. Jarida lingine la Africa News liliandika kuwa sukari hiyo ilikuwa imeandaliwa tayari kusafirishwa kupelekwa nchini Libya. Kitabu cha Ethnic Nationalism and Democracy in Africa cha Bethlehem Allen kinasema bidhaa za walaji kama sukari na chumvi zilikuwa adimu nchini Uganda kiasi kwamba haikushangaza baada ya utawala wa Amini kuanguka ndizo zilizoporwa zaidi. Taarifa za kupatikana kwa sukari katika ghala hilo zilisambaa kwa haraka, na ndani ya dakika chache raia wengi wakawa wamepata taarifa hizo, na maelfu wakawa wamefika eneo hilo ndani ya nusu saa ili nao wajipatie sehemu yao. Kitabu cha War in Uganda kinasema katika uporaji huo, mama mmoja aliyekuwa amemfunga mwanawe mgongoni kwa kanga huku naye akijitahidi kujipatia sehemu yake katika uporaji wa sukari hiyo, mtoto huyo aliuawa baada ya kubanwa katika purukushani. Mwanaume mmoja aliyejaribu kubeba mfuko wa kilo 50 kichwani naye alikufa kwa kukosa hewa kutokana na msongamano wa watu ulivyokuwa mkubwa. Hadi kufikia hatua hii, kinaandika kitabu hicho kuwa askari wa Msuya walikuwa wakitazama waporaji walivyokuwa wakihangaika kujipatia sehemu ya bidhaa hiyo. Siku iliyofuata, kwa maana Alhamisi ya Aprili 12 mwaka 1979, uporaji ulikuwa umefikia hatua ya kutozuilika na ukawa unafanywa si katika zile nyumba zilizokimbiwa tu, bali hata kwa zile zilizokuwa na watu. Wenye nyumba hizo walishindwa kuwazuia waporaji, na hivyo wakabaki wakiwaangalia bila msaada wowote jinsi mali zao zilivyokuwa zikiporwa. Kila duka, ghala, afisi na kila nyumba iliporwa. Wakati uporaji ukiendelea, askari wachache wa Idi Amin waliobakia bado walikuwa katika jiji la Kampala, lakini sasa walikuwa wanatamani jambo moja tu, nalo ni kuondoka mjini Kampala kwa njia yoyote inayowezekana na kwa haraka kadri inavyowezekana. Askari hao walitamani kupata nguo za kiraia ambazo wangezivaa waweze kuondoka mjini Kampala bila kutambuliwa kuwa walikuwa ni askari wa Idi Amin Dada. Njia pekee ambayo wangeweza kupata nguo hizo ni kwa kuwanyang'anya raia waliokuwa wamezivaa. Njia rahisi zaidi ya kuwanyang'anya raia hao ilikuwa ni kwa kuwaua ikiwa wangekataa kuvua kwa hiari yao. Hatimaye walianza kuingia mitaani maeneo ya raia wakiwa ama mmoja mmoja au katika makundi ya askari wachache wakitafuta nguo za kiraia, chakula
na la maana zaidi kwao magari ambao wangeweza kuyatumia kukimbia mji huo. Walitumia silaha walizokuwa nazo kufanya uporaji wa mambo hayo, na raia ambao hawakutii matakwa ya askari hao na wengine ambao hawakupewa nafasi mbadala waliuliwa mara moja. Askari wa Tanzania waliokuwa wakifanya doria kwa kutembea kwa miguu mitaani na wengine kwa magari aina ya Land Rover katika maeneo ya raia, mara kadhaa walikumbana na askari wa Idi Amin waliokuwa wakipora na kuwaua raia waliowapora. Kurushiana risasi kulisikika mara kwa mara katika mitaa mbalimbali ya mji wa Kampala. Milio ya risasi iliposikika, waporaji walijificha, lakini wakawa wanaibuka tena baadaye. Miili ya waliouawa ilibaki imelala mitaani ikioza, na ilipofika mwisho wa wiki miili mingi ya raia wengi ilionekana mitaani. Kitabu cha War in Uganda kinasema kikundi kimoja cha askari wa Idi Amin kilichokuwa na silaha kiliingia nyumbani kwa watumishi wa ubalozi wa Ufaransa mjini Kampala kwa nia ya kuwapora gari. Watumishi hao ni Ricarda Hedges na mumewe Charles Hedges. Wakiwa na silaha zao walifika getini wakielekeza silaha kwa Ricarda, wakimtaka wakabidhi funguo za gari lake, na kwa kuwa Ricarda naye alikuwa mzoefu wa kutumia silaha na alikuwa na bastola yake, ghafla alichukua na kufyatua risasi 3. Askari wao walijikuta wakichanganyikiwa na kuanza kukimbia hovyo. Wakati serikali ya mpito ikitangazwa kupitia Radio Uganda, uporaji ulikuwa umeshika kasi kuliko ilivyokuwa awali, na Kampala ilikuwa imekombolewa kutoka kwa Idi Amin Dada, lakini uporaji ukatia fora. Ukiacha uporaji uliokuwa ukiendelea na mtupiano wa risasi wa hapa na pale uliokuwa ukifanywa na askari wa Idi Amin waliokuwa wakitafuta njia za kuikimbia Kampala, baadhi ya wapiganaji wa jeshi la ukombozi la Uganda nao walijikuta wakilipiza visasi kwa vibaraka wa Idi Amin. Baadhi ya waliokuwa wameukimbia utawala wa Idi Amin lakini sasa wakawa wamerudi, walianza kuwawinda na kuwaua wale ambao walidhani kuwa waliwasaliti au familia zao miaka iliyopita katika utawala wa Amini. Askari mwingine wa jeshi la ukombozi wa Uganda waliua kila mnubi au mkwakwa waliokutana naye. Usiku wa Jumanne Aprili 10 kuamkia siku ya Jumatano, siku ambayo Kampala ilikombolewa, wafuasi wa Idi Amin walikimbia makao makuu ya polisi wake wa siri yaliyokuwa eneo la Nakasero, lakini wakati wanaondoka walirusha mabomu ya mkono kwenye vyumba walimokuwemo wafungwa ambao awali walikuwa wamenusurika kufa kwa njaa, mateso na adhabu za vifo. Ilipofika asubuhi ya kesho yake, maeneo ya maegesho ya magari kwenye ofisi za polisi hao wa siri yalikuwa yamefurika raia waliofika kuangalia kama kuna ndugu zao waliokuwemo wanashikiliwa humo. Baadhi ya walionusurika kufa walikuwa wamekonda kupita kiasi. Wapo wengine waliotoka na walijikuta wakipata tabu juani kutokana na kuona jua kwa mara ya kwanza katika kipindi cha muda mrefu, kwa sababu walikuwa wamefungiwa ndani. Kwa mujibu wa kitabu cha Escape from Idi Amin cha Wolfgang Kato, miili ya raia waliokuwa wanashikiliwa katika makao makuu ya polisi hawa wa siri ilikuwa imetapakaa karibu kila eneo, harufu kali ya miili iliyooza ikielekea kutovumilika. Raia wa Uganda waliingia ndani ya vyumba vya mateso wa polisi hao na kutafuta miili ya wapendwa wao. Miili mingine ilikuwa ni ya watu ambao ndio kwanza walikuwa wameuawa saa chache kabla askari wa Idi Amin kukimbia, wakati mingine ilikuwa ni ya muda mrefu uliopita, mingine ikiwa imekatwa mikono na miguu. Katika kitabu cha War in Uganda kinasema kwenye sakafu ya chini ya ardhi ya jengo hilo kulikuwa na silaha kali za kivita na mabomu yaliyokuwa na uwezo wa kuangamiza mji mzima. Ikiwa mabomu hao yangetumiwa kuvunja daraja la kusini mwa Uganda, huenda yangechelewesha askari wa Tanzania kwa miezi kadhaa kufikia miji iliyoiteka. Ghorofa juu ya jengo hilo kulikuwa na kompyuta kadhaa na majalada yaliyokuwa na habari muhimu za kiintelijensia na nyingine zisizo za muhimu zilizohusu shughuli za maelfu ya Waganda waliokuwa ndani na nje ya nchi na utiifu wao kwa serikali ya Uganda. Pia kulikuwa na maelfu ya majalada yenye taarifa za wageni waliokuwa wakiishi Uganda au walioitembelea Uganda. Kitabu cha War in Uganda kimeandika kuwa faili moja katika maelfu ya mafaili yaliyokutwa katika ofisi hizo lilikuwa na muhtasari wa vikao vya siri vya baraza la mawaziri la Tanzania, moja likiwa na kiambato kilichosema, rafiki yetu wa Dar es Salaam anataka shilingi 5,000 nyingine mwishoni mwa mwezi. Inawezekana kilicho tatizo zaidi katika ghorofa ya juu ya ofisi hizo za polisi wa Idi Amin ni nakala ya waraka wa siri wa jeshi la Tanzania ukieleza kinagaubaga mpango wa kuishambulia Kampala. Waraka huo ulionyesha njia zitakazotumika na kila mahali ambako kila kikosi cha Tanzania kitakuwa. Muda uliowekwa katika mkakati huo ni wiki 2 hadi kuingia mji mkuu wa Uganda.
Kwa jeshi lililokuwa likiulinda mji wake kama hilo la Amini, halikuwa na kitu cha thamani zaidi ya kupata mbinu za siri za jeshi la uvamizi. Kwa jeshi lolote duniani ambalo lilikuwa limeshaupata mpango wa siri wa jeshi la adui, ingekuwa ni rahisi kwao kuweka mtego na kuliangamiza jeshi la adui. Lakini jeshi la Idi Amin Dada halikuweza kutumia taarifa hizo za kiintelijensia. Huenda walizipata taarifa hizo wakiwa tayari wameshalemewa, na hivyo haikuwa rahisi kwao kuzitumia ipasavyo. Na isitoshe, taarifa hizo hazikukutwa jeshini, bali zilikutwa kwa polisi wa siri wa Idi Amin. Ilionekana kuwa polisi wa siri wa Idi Amin walikuwa mbali sana katika kukusanya taarifa za kiintelijensia. Pengine tatizo lilikuwa katika kuzichanganua taarifa hizo na kuzifanyia kazi. Kwa upande mwingine, Kanali Salim Hassan Boma na askari wake walifika kwenye gereza la Ruzira ambalo kulikuwa na sifa mbaya kwa mateso, likiwa kwenye viunga vya mji wa Kampala. Maafisa na walinzi wote wa gereza hilo walikuwa wameshakimbia, wakiwaacha wafungwa wakiwa wamefungiwa ndani ya gereza bila chakula na bila kujua kilichokuwa kikiendelea nje ya gereza. Kanali Boma aliamuru gereza hilo lifunguliwe na wafungwa waondoke. Miongoni mwa wafungwa hao alikuwapo kapteni wa ndege za kijeshi aliyepata mafunzo nchini Urusi. Baada ya kuendesha ndege aina MiG-21 katika zile ndege za mwanzo za vita, aligoma kuendelea na kazi na baadaye akakimbilia kijijini kwake, ambako baadaye aligundulika na kukamatwa. Mahakama ya kijeshi ilimhukumu kifo na Jumatano Aprili 11 mwaka 1979, siku ambayo Kampala ilikombolewa na majeshi ya Tanzania, ndio ilikuwa tarehe iliyokuwa imepangwa yeye kuuawa kwa kupigwa risasi. Aliposikia vishindo vya nyayo za miguu vikielekea lango la gereza lilokuwamo asubuhi ya Aprili 11, hakuwa na namna yoyote ya kujua kama hao waliofika gerezani hapo ni wauaji wake waliwasili kumchukua, lakini kwa mshangao akakuta ni binadamu waliokuja kumweka huru. Askari wa Tanzania walihisi hawakuwa na la kufanya zaidi ya kuachia huru kila mfungwa aliyomkuta katika gereza hilo, kwa sababu hawakuwa na namna kuwalisha maelfu ya wafungwa, na wakati huo huo wakiendelea na mapambano ya kumaliza vita na Idi Amin. Lakini kuachiliwa kwa wafungwa hao kwa ujumla wao kulikuja kusababisha matatizo baadaye. Baadhi ya wengine walioachiliwa walikuwa wahalifu sugu ambao baadaye walichangia kuongezeka kwa uhalifu nchini Uganda. Watu waliofika Kampala wanajua kwamba vijana wale, pamoja na kuwa walikuwa wana uwezo mkubwa wa kufanya madhara, lakini walikuwa wanachagua sehemu za kiaskari tu, hawakupiga raia. Vijana wale, ingawa walikuwa katika nchi ya watu wengine, na tuliwaambia vijana, mnakwenda katika nchi si yenu, ingawa huyu mwenda wazimu ni mtu mbaya, hapendwi, lakini bado jeshi letu sisi ndani ya Uganda ni jeshi la Tanzania, na hao anaowatumia huyo mwenda wazimu kutupiga sisi na kuwapiga wana Uganda, bado wako wengine ni wenyeji wa Uganda humo, wana mama zao na baba zao na ndugu zao, na nyinyi ni wageni, na mgeni katika nchi ya watu wengine ni mgeni, hasa katika hali ya vita. Lakini pamoja na matatizo yote hayo, vijana hao wamepokelewa kwa shangwe, sio kwa sababu ya kumpiga Amini tu, lakini kwa sababu ya tabia yao. Vijana wale wamepokelewa kwa shangwe tangu Mtukula mpaka mpakani mwa Sudani. Mpaka kijijini kwao Amini. Vijana hao sasa wako ndani ya Uganda, wengi si wachache, wako ndani ya Uganda baada ya kufanya kazi yote kubwa hii. Lakini wanasema wanaoingia Uganda wala si wa Tanzania, watu wa mataifa mbalimbali, naonana nao au wanaandika, wanasema hawajaona jeshi lina adabu kama jeshi. Wananchi wa Uganda wanaelewa, wanajua wenyewe, wanajua huyu ni Mtanzania jinsi anavyoamkia shikamo mzee. Wanasema hawajui, hawajapata kusikia kijana wa jeshi anamwamkia mtu shikamo mzee. Jioni ya Jumatano Aprili 11 mwaka 1979, Kanali Benjamin Msuya alipokuwa akitafakari juu ya uporaji na vurugu za jumla
Kumzunguka alipokea ujumbe wa kutatanisha kutoka kwa Jenerali David Msuguri. Jenerali Msuguri alimtaka Kanali Msuya kufanya maandalizi ya kuapishwa kwa rais mpya wa Uganda kesho yake jioni Alhamisi. Kanali Msuya hakuwahi kufanya jambo hilo maishani mwake na alilazimika kuwauliza Waganda kadhaa maeneo ambayo alidhani yanafaa kwa ajili ya kazi ya kumwapisha rais. Wengi waliona mahali palipofaa zaidi ni mbele ya bunge la kitaifa. Asubuhi ya Alhamisi 12 Msuya alikuwa mbele ya jengo la bunge. Hakujua kwa hakika afanye nini kwa sababu mbali na kupata shida itifaki, hata viti vya kukalia vilikuwa hapo kwa sababu vilikuwa vimeporwa. Waporaji walikuwa wameshapora hadi meza na vipaza sauti. Hata lango la kuingia katika jengo la bunge hilo nalo lilikuwa limefunguliwa na waliokuwa wanapora. Zaidi ya hilo, bado Kampala haikuwa salama na wasiwasi aliokuwa nao Msuya ni kwamba askari wa Idi Amin au hata wafuasi wake wangeweza kushambulia wakati Profesa Yusuf Lule akiapishwa. Wakati akitafakari kuhusu viti, aliona waporaji wakipita mitaani wakibeba viti. Hadi kufikia hatua hii, baada ya waporaji kupora madukani, sasa walihamia kwenye ofisi za serikali. Walionekana mitaani wakibeba mashine za kupiga chapa, makabati ya kuhifadhia mafaili, madawati na viti. Kanali Msuya aliwachukua baadhi ya askari wake na wakasimama barabarani kuangalia waporaji, na kila aliyepita na kiti kizuri alinyang'anywa ili kitumiwe katika kuapishwa. Ingawa havikupatikana viti vya kutosha, angalau wageni muhimu wangepata vya kukalia. Mafundi mitambo wa redio Uganda ambao walikuwa na uzoefu na hotuba za viongozi walipatikana kusaidia kazi hiyo muhimu, spika na vipaza sauti vikipatikana kutoka kwenye studio ya redio hiyo. Tatizo lilobaki sasa lilikuwa ni mambo gani yalipaswa kufanyika katika hafla hiyo. Msuya na wenzake hawakuwahi kufanya jambo kama hilo kabla ya hapo na hawakujua utaratibu ulitaka nini, ila baadaye akapatikana Paul Sozwiga ambaye walimtumia kama mshauri wa itifaki. Sozwiga alikuwa mkurugenzi wa redio Tanzania Dar es Salaam kati ya mwaka 1967 hadi mwaka 1972. Ingawa naye Sozwiga hakuwa na uhakika sana wa mambo yalivyokuwa yakiendelea, angalau aliwahi kuhudhuria dhifa kadhaa za kitaifa na kimataifa zinazohusu marais wa nchi. Kwa hiyo pamoja na kwamba hakuwa bora kwa jambo hilo, angalau alikuwa bora kuliko wote waliokuwepo wakati huo. Ilipofika mchana wa Alhamisi, kundi kubwa la watu lilikuwa limeanza kujikusanya na kuendelea kuongezeka kuwa umati mkubwa, na kila aliyekuwa akiingia eneo hilo la bunge alipekuliwa vya kutosha, wapekuzi wakikuta silaha kama bastola, visu na hata mabomu ya kurusha kwa mkono. Upekuzi ulifanyika kwenye hoteli ya International na ulimpata mfanyakazi mmoja wa hoteli hiyo akiwa na mabomu 5 ya kurushwa kwa mkono. Profesa Yusuf Lule na mawaziri wake waliondoka Dar es Salaam kwa ndege kupitia Mwanza, lakini ndege aliyopanda ilipotua Mwanza, maafisa wa usalama wa Tanzania walianza kutilia shaka kama kweli kuna usalama wa kutosha mjini Kampala, na hivyo ikamuliwa ndege hiyo izuiliwe kwanza. Umati mkubwa wa watu waliokuwa wamekusanyika mbele ya jengo la bunge hawakujua kuwa mwanadamu aliyekuwa akimsubiri ili aje apishwe kuwa rais wa Uganda bado alikuwa Tanzania. Shamra zilikuwa kubwa kiasi kwamba hata wanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere waliandamana kutoka chuoni kwao hadi eneo la bunge wakiimba nyimbo za kumsifu Profesa Yusuf Lule. Umati mkubwa wa watu kwenye eneo la jengo la bunge walikuwa wakiimba, ingawa kuimba kwao kulikuwa kukikatizwa mara kwa mara na matangazo yalikuwa yanatolewa kwenye vipaza sauti yakielezea kila kilichokuwa kikiendelea. Umati huo wa watu uliendelea kusubiri hadi jioni bila kumwona Profesa Yusuf Lule. Baadaye jioni, Kanali Msuya alipokea ujumbe wa redio kutoka Entebbe ukimwambia kuwa Profesa Yusuf Lule asingefika tena kuapishwa kwa sababu za kiusalama na kwamba sherehe za kuapishwa kwake ziahirishwe hadi siku inayofuata. Tangazo la kuahirishwa kwa uapishwaji huo likatolewa, lakini umati haukuelezwa sababu ya kweli ya kuahirishwa huko. Umati uliambiwa kuwa sababu za kuahirishwa huko ni tufani iliyotokea katika ziwa Victoria ambayo ilizuia ndege ya Profesa Lule kusafiri kwenda Entebbe. Umati wa watu uliokuwa eneo la tukio haukuonyesha hali yoyote ya kuvunjika moyo, na waliendelea kuimba kwa zaidi ya saa moja zaidi kabla ya kutawanyika. Siku iliyofuata, kwa maana Ijumaa ya Aprili 13 mwaka 1979, upekuzi ulifanyika kama kawaida na kila aliyeingia eneo la jengo la bunge alipekuliwa vilivyo, na hakuna silaha zaidi zilizopatikana kama ilivyokuwa siku ya kwanza. Hakuna hata mmoja miongoni mwa waliokusanyika ambaye alipatikana na silaha aina yoyote. Watu walianza kukusanyika na kuimba kuanzia mapema asubuhi, huku wanafunzi wa chuo kikuu cha Makerere wakifika na maandamano wakiimba na kuvalia nguo nyekundu za chuo. Kama ilivyokuwa jana yake,
yake Aprili 12, watu walisubiri sana. Profesa Yusuf Lule na mawaziri wake walifika jioni badala ya mchana. Waliingia kwa kasi wakiwa katika msafara wa magari kadhaa, mengi ya hayo yakiwa ni ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Maafisa wa usalama wa Tanzania wakimzingira Lule alipokuwa akiingia jukwani. Kwa mujibu wa vyanzo fulani, hafla kuapishwa kwake ilikuwa ni fupi, na baada ya kuapishwa Profesa Lule alitoa hotuba fupi, wakati mmoja akizungumza Kibaganda, jambo lililowakera maafisa wa Tanzania waliokuwako. Inasemekana kuwa iwapo maafisa wa Tanzania wangejua kile ambacho Lule alimaanisha alipozungumza kikabila, huenda wangekereka zaidi, na ilivyokuwa ujumbe wa Lule kwa Wabaganda ulikuwa sasa ni zamu yetu. I would like to invite the President, Professor Y.K. Lule, to come forward to face the nation. I, Yusuf Kironde Lule, do solemnly swear that I will and truly exercise the functions of the high office of President and bear true allegiance to the sovereign state of Uganda. So help me God. Let us all stand for 1 minute in silence in memory of those who have died at the hands of Idi Amin, especially those who have laid down their lives on the battlefield. Baada ya kuapishwa Profesa Yusuf Kironde Lule, vita bado ilikuwa haijamalizika. Miji kama Arua bado ilikuwa haijakombolewa, na askari wa Tanzania walitaka kuhakikisha kuwa hakuna eneo limeachwa bila kuguswa. Wanajeshi wa Tanzania walipita maeneo mengi kuhakikisha kuwa hakuna askari wa Idi Amin aliyebakia Uganda. Ingawa katika maeneo hayo wanajeshi wa Tanzania walipokewa vyema na raia wa Uganda, walionywa kuwa eneo la West Nile hali ilikuwa tofauti, kwa sababu hiyo ilikuwa ni ngome ya Idi Amin. Kwa mujibu wa jarida la Africa Currents, watu eneo hilo walifikia hata hatua kuweka sumu kwenye mazao yao na kuwapa askari wa Tanzania. Kitabu cha War in Uganda kinaandika kuwa katika viunga vya mji wa Masindi, askari 3 wa Tanzania ambao walikula ndizi walizopewa na wakazi wa eneo hilo waliugua ghafla na kufariki dunia. Ilidaiwa kuwa walitia sumu hata kwenye maji ambayo walidhani wa Tanzania wangeanywa. Kiasi cha askari 10,000 wa Idi Amin walikuwa wamekimbilia eneo hilo mara baada ya Kampala kukombolewa. Mabasi, malori na magari mengi ya kawaida yaliyoibwa maeneo mengi ya Uganda yalikutwa eneo hilo la West Nile, na mengi yalikuwa yametelekezwa njiani baada ya kuharibika. Kwa majuma kadhaa, maafisa waandamizi wa Tanzania mjini Dar es Salaam na ofisi ya Jenerali David Msuguri mjini Entebbe walikuwa wakijadiliana namna kushughulikia tatizo la West Nile, na baadaye iliamuliwa kuwa eneo hilo litekwe kilomita 1 baada nyingine. Wanajeshi wa Tanzania walipofika maeneo hayo walikuta hoteli za kitalii za Para na Chobe zikiwa zimeporwa na wanajeshi wa Amini. Hoteli hizo zilikuwa katika hifadhi ya Kabelega, askari hao wakibomoa hata baadhi ya kuta za hoteli hizo ili wapate kuiba. Hata nyaya za umeme za majengo zilitolewa. Maelfu ya askari wa Tanzania walisogezwa eneo hilo tayari kushambulia. Siku moja kabla ya kushambulia, eneo hilo lilichunguzwa kwa uangalifu. Hata hivyo, wapiganaji na maafisa waandamizi hawakuona kama kulikuwa na watu ngambo ya pili ya mto Pakwash kuelekea West Nile. Baadaye JWTZ ikaona hawakuwa na sehemu nyingine yoyote Uganda ambayo ilihitaji uangalifu wa kijeshi kuliko maeneo yale ambayo tayari walikuwa wamepita. Ikiwa askari wa Amini walikuwa wamepanga kupigana, basi wangefanya hivyo kwenye daraja la Pakwachi. Askari wa TPDF walipofika eneo la Nebi walishangaa wakilakiwa kwa shangwe, wakazi wengi wakiwapa chakula na vinywaji, lakini askari hao walishaonywa wasile wala kunywa chochote wanachopewa na raia hao. Mapokezi hayo yalikuwa ni faraja kwa askari wa Tanzania, na aliendelea kuwa hivyo kijiji baada ya kijiji kuelekea Arua. Kote huko hakukuwa na dalili yoyote ya kuwapo kwa askari wa Amini isipokuwa risasi chache zilizosikika wakati wakivuka mto Ora. Arua ulikuwa mji wa mwisho wa Uganda kukombolewa, na hapo ndipo ilipomalizika vita iliyodumu kwa miezi 8. Brigedia Laurent Makunda alikabidhiwa kazi ya kuitua Arua, na kazi ya kuidhibiti njia kutoka Arua alikabidhiwa Brigedia Hemedi Kitete. Katika kambi ya Bondo kulitokea mapambano kidogo na askari wa Amini. Mashambulizi ya askari wa Amini yalikuwa ya mfululizo, na askari wa Tanzania walipojibu mapigo, milio ya risasi na mabomu ilisikika kama vile vita vimeanza upya.
Usiku askari wa Tanzania walishambulia kwa mabomu na kulipopambazuka brigade ya 206 ikiingia katika mji wa Arua. Hakukuwa na dalili zozote za kuwapo kwa Idi Amin katika eneo hilo, ila mali za nyumba yake aliyoimiliki ya Arua zilikuwa zimeporwa sawasawa na zilivyoporwa nyumba za watu wengine. Nje ya nyumba hiyo liliegeshwa gari lake la kifahari ya aina ya Maserati. Askari wa Tanzania walijaribu kuliwasha lakini alikuwaka na wakaamua kuliacha. Eneo hilo alikamatwa waliokuwa mawaziri wa Idi Amin wakijumuisha waziri wa elimu Brigedia Barnabas Kill, katibu mkuu wa wizara ya kilimo Lieutenant Colonel Michael Ambia, ofisa utawala wa mafunzo jeshini Major Vincent Yokoko. Watatu hao waliamua kuendelea kuwasubiri wanajeshi wa Tanzania mjini Arua baada ya kukimbilia Sudani au Zaire pamoja na askari wengine wa Amini. Mawaziri hao wa Amin walipohojiwa ndipo walipotoa siri kuwa Idi Amin alikuwa ameshakimbia Uganda na alikwenda Arua mara baada ya Kampala kukombolewa, na muda mfupi baadaye akaondokea Uganda kwa ndege ya Libya, na alipoondoka aliliacha jeshi lake bila uongozi na likageuka kuwa kundi la uporaji na mauaji. Kutekwa kwa mji wa Arua kukawa ndio mwisho wa vita vya Kagera, vita iliyoanza rasmi Oktoba mwaka 1978 kwa majeshi ya Idi Amin kuvamia na kuteka eneo la kaskazini mwa mto Kagera, na ikamalizika kwa majeshi ya Tanzania kuteka miji mingi ya Uganda na hatimaye kumaliza kwa kuteka mji wa Arua. Askari wa Idi Amin waliofanikiwa kuyatoroka majeshi ya Tanzania walikimbilia nchi za Sudan na Zaire, huku wakiapakua na kwenda kujipanga ili waje kuishambulia serikali mpya Uganda. Siku moja baada ya mji wa Arua kukombolewa, askari wa Tanzania walikutana na vijana wawili wakikimbia kuelekea kusini wakitokea upande wa Sudani. Walipohojiwa walisema walitekwa kusini mwa Kampala na askari wa Idi Amin waliokuwa wakikimbilia kuelekea kaskazini mwa mji huo, na kwamba walipelekwa kusini mwa Sudani bila hiari yao pamoja na vijana wengine ambao waliambiwa wangepewa mafunzo ya kijeshi na siku moja wangerejea Uganda. Kwa mujibu wa kitabu cha Kuzama kwa Idi Amin cha Baldwin Mzirai, walipokuwa wakipelekwa Sudani, vijana hao pamoja na wengine wawili waliruka kutoka kwenye lori la kijeshi lilokuwa likiwasafirisha na wakakimbilia msituni. Kitabu cha War in Uganda kinasema vijana hao walisimulia kuwa wao pamoja na wengine watatu walifanikiwa kuruka kutoka kwenye lori kabla halijafika kwenye mpaka wa Uganda na Sudan, na kwamba wenzao watatu walioruka pamoja nao wao walionekana na waliuawa kwa kupigwa risasi walipokuwa wakijaribu kutoroka. Vijana hao waliwaambia askari wa TPDF kuwa kulikuwa na maelfu ya vijana wengine katika kambi hiyo iliyokuwa ikiendeshwa na Luteni Kanali Yakobo Abiringa ambaye alikuwa maarufu kwa jina la 999, wakisema walipewa shilingi 600 za Uganda, na kama ushahidi walionyesha wanajeshi hao fedha hizo. Askari wa brigade ya Minziro walijisikia fahari sana kuhitimisha vita vya Kagera baada ya kuteka mji wa Arua. Brigedia Ahmed Kitete alifika hadi Koboko, kijijini alikozaliwa Idi Amin, kiasi cha kilomita 40 kaskazini mwa mji wa Arua. Hata hivyo alikuta kijiji hicho kikiwa kimeshakimbiwa na watu, na hivyo kukuwa na dalili yoyote ya kuwako kwa askari wa Idi Amin. Baadaye ilijulikana kuwa wakazi wa kijiji hicho walikuwa wamekimbilia Zaire, ambayo mpaka wake uko umbali wa chini ya kilomita 1. Ingawa awali wa Tanzania waliambiwa kuwa katika kijiji cha Koboko, nyumbani kwa Idi Amin dada alikuwa amejenga nyumba kifahari, Brigedia Kitete na askari wake hawakuiona nyumba hiyo. Walichokikuta ni nyumba za kawaida tu za Idi Amin, ambayo kama zilivyokuwa nyingine ilikuwa imeporwa kila kitu. Gazeti la New York Times la Jumatatu ya Juni 4 mwaka 1979 liliripoti kuwa katika kijiji cha Koboko wa Tanzania walikuta tu mbwa mmoja na kuku mmoja, na kukuwa na dalili nyingine yoyote uhai. Wanavijiji 1000 au zaidi walikuwa wameshakimbia na nyumba Idi Amin ilikuwa imeporwa. Jenerali Silas Mayunga aliungana na brigade ya Minziro kukamilisha siku za mwisho za vita. Walivinjari kuanzia Koboko na kupita mpaka wa Uganda na Zaire hadi mpaka Uganda na Sudani. Upande wa Uganda watu walikuwa wamekimbia na kuvuka mpaka. Kila baada ya kilomita chache, Jenerali Mayunga na Brigedia Kitete walikuwa wakisimamisha msafara wa askari wao na kusoma ramani. Walikuwa wakifanya hivyo kuwa na uhakika kuwa hawavuki mpaka Uganda na kuingia nchi nyingine kama Zaire au Sudan. Kabla msafara huo hujafika mpakani mwa Uganda na Sudan, Mayunga aliamuru vifaru na mabasi kusimama. Askari wakiteremka kutoka kwenye vyombo hivyo na kutembea kwa miguu hadi mpakani, eneo lote hilo likiwa limekimbiwa. Umbali wa mita 300 kuvuka daraja dogo ndipo ulipo mpaka wa Sudan na Uganda. Umbali wa mita nyingine 300 ndani ya Sudan walionekana wanajeshi wa Sudan wakiwa na silaha zao zikiwa zimeelekezwa kwa askari wa Tanzania. Nyuma ya wanajeshi wa Sudan kulikuwa na maelfu ya raia ambao walidhaniwa kuwa ni Waganda, pamoja na magari kadhaa yaliyokuwa na namba za usajili za Uganda.
Watanzania walijisikia vibaya kidogo kuwapo eneo hilo, huku wakiwa wameelekezewa silaha na askari wa Sudan. Ingawa askari wa Tanzania waliwapungia askari wa Sudan, Wasudani wao hawakuwapungia. Mayunga hakuona sababu ya kuendelea kukaa eneo hilo na kuwafanya Wasudani hao kuendelea kuwa na wasiwasi juu yao, na ingawa walitaka kupiga picha mpakani mwa Uganda na Sudan, waliamua wasifanye hivyo. Hadi muda huo Idi Amin hakujulikana alikokuwa, na katika makala gazeti la The Monitor la Uganda la toleo la Jumapili ya Mei 8 mwaka 2016, chini ya makala How Amin Escape from Kampala, askari wa Amin waliokutana naye siku za mwisho za utawala wake, Luteni Kanali Gala na Staff Sergeant Taban Alai, walikaririwa na gazeti hilo wakikumbuka maneno walioambiwa na Idi Amin. Sergeant Alai anakumbuka maneno hayo akisema, na nukuu: "Bunduki ulioibeba sasa ni baba yako, ni mama yako, ni dada yako, ni kila kitu kwako. Usisalimu amri kwa yoyote na kwenda Libya kupata silaha na msaada, na nitarudi kuendelea kupambana. Kuwa hodari na ilinde Arua hadi nitakaporudi." Mwisho wa kunukuu. Ni kweli kwamba Idi Amin alikwenda Libya kama alivyoahidi, lakini hakurudi kama alivyoahidi. Wakiwa mpakani mwa Uganda na Sudani, Jenerali Mayunga aliwaita askari wake na akatoa hotuba fupi akiwaambia, "Mmemfurusha Idi Amin dada," somo ambalo hatalisahau kamwe. Kisha akawaamuru kurejea Koboko. Askari wa Tanzania walikumbatiana, vifaru na mabasi ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania vikageuka na kuondoka mpakani. Tanzania ilishinda vita hivyo na kumuondoa Idi Amin madarakani, lakini ikabakiwa na gharama kubwa za kulipa. Mara baada ya serikali mpya ya Uganda kuundwa, nilimtuma ndugu Mkapa, waziri wa mambo ya nje, apite kwa majirani. Kwa hiyo alipita kwa majirani akianzia Malawi. Katika mambo haya ya uhusiano na majirani, ukweli peke yake hautoshi. Nataka watu wanaamini nini. Kama unaishi na jirani yako na wewe si mwizi hata kidogo, lakini yeye anakudhania kuwa ni mwizi, basi ile dhana yake tu itafanya uhusiano wenu utakuwa mbaya. Wewe una jirani yako anadhani yeye kwa dhana yake tu kwamba unavyomtazama mkewe si namna nzuri unavyomtazama mkewe. Hata kama akilini wako halijaingia wazo hilo hata siku moja, lakini madhali yeye anadhani hivyo, uhusiano wenu hauwezi kuwa mzuri. Sasa baada ya kumpiga Amin kwa sababu ya wazi kabisa mtu huyo ametuchokoza, tumempiga, lakini ikaanza minong'ono. Sasa watakwenda wapi? Jama, twende wapi? Kwenda kutafuta nini? Sisi huyu ametuchokoza, ilikuwa lazima tumpige. Lakini kuna minong'ono, Watanzania hawa sasa watakwenda wapi? Sijui bana kwa. Sasa haitoshi mkasema jamani hatuna nia hiyo, mkakaa nyumbani tu kwamba hatuna nia hiyo hata kidogo. Piteni kwa majirani. Nikamtuma Mkapa, pita kwa majirani. Akaanzia Malawi. Kwa nini? Rafiki yangu Banda huwa hatuelewani kidogo juu ya siasa yake ya South Africa, huwa hatuelewani. Sasa wakipita watu wabaya huko, na wako vijana wake wengine waliwahi kukimbia kule, wako hapa. Walikimbia Malawi, wako hapa. Sasa akipita mwongo huko, akaambia Banda, we una habari? Sasa madhali hawa wamemaliza Amini, watakufuata wewe. Anaweza mtu akaamini asiulize hata kwa nini wanipate mimi, kwa nini? Maana Amini yeye alikwenda kuwashambulia, mimi watanifuata kwa nini? Mtu anaweza kaamini. Basi nikamtuma, akaenda akasema naye vizuri, ndugu yetu Dr. Banda